Ili tuwe na uhakika ya kwamba ni Mungu, kuna ramani na ishara za uwepo wake. Ili siwe kwamba uwepo wowote utakuja kwamba semekane kwamba ni Mungu. Na kwa hivyo ili tuwe na uhakika ya kwamba ni Mungu, lazima tuwe na ramani na ishara ya uwepo wake. Uwepo wake. Nani huyo mwenye tunataka kuwa na ramani na ishara ya uwepo wake? Yeye yuaja tunayemtarajia kumlaki. Tazama uwepo wake. Na tunapoangazia ramani na ishara na uwepo wake, niko na amri zangu za Mungu ambazo nimefanya ili sheria hizo na amri zisije zikatoka nje ya ukweli wa uwepo wake. Sasa kwa hivyo kuna ile mraba, kipimo asili, vazi ama uso wake, ambao ukiuona vazi ambalo ukiona kipimo ambacho ukishakiona ama ushuhudie, utakuwa na uhakika ya kwamba ishara hiyo na ramani hiyo ni kweli, huo ni uwepo wake. Na tunapoangalia jambo hilo, nitaangazia amri za Mungu wangu. So hizo ni amri za Mungu wangu, na amri hizo ndizo ramani na ishara ya uwepo wake. Na kama katika ramani hiyo yule ninayetajiwa kuambiwa ardhi ya kwamba ni Mungu na hapatikani kwenye ramani hiyo na ishara hiyo, ya kwamba mimi siwezi kuabudu, siwezi fanya matoleo. So leo nitawaangazia ramani na ishara ya uwepo wake yule tunayetarajia kumlaki, kumpokea. Ramani ya kwanza na ishara ya kwanza ni njia. Yule tunayetarajia kumlaki yuaja. Uso wake, ramani yake. Uso wake, kadri yake, kipimo ni njia. Kwa hivyo ninapoangazia kuangalia huyo wanaoongelea kusema kwamba ni Mungu, ni Mungu wa ukweli. Ramani ya uwepo wake katika amri zangu za Mungu, huyo lazima awe ni njia. Ni njia. Na utukufu wa Bwana utafunguliwa na watu wote watamuona kwa pamoja. Tulivyosema ya kwamba ni njia na ndiyo ramani na ishara ya uwepo wake, ni njia, na ukiona hiyo njia huwezi kuisahau kamwe. Yule tunayetarajia ramani yake, uwepo wake, hutofautishwa ya kwamba ni njia. Na kama ni njia, ushaiona, ushaipata, ni njia ambayo ukiiona huwezi kusahau. Amri ya kwanza katika amri za Mungu wangu, na ramani na ishara ya kwamba ni yeye, ni njia, na njia hiyo imepeanwa kwa wote, kila na yoyote. So ninapotarajia kuona kama huyo wanayeelezea kama ni Mungu, ile kitu mimi hukagua ni kuangalia ya kwamba ni njia, na njia hiyo imepeanwa kwa wote, kila na yoyote. Haiwezi kuwa ni njia ya watu fulani ama ni njia ya watu fulani na wengine. Huyo ambaye tunayemtarajia ishara yake ni njia, na hiyo njia imepeanwa
kwa wote, kila na yoyote. Yes, na ramani na ishara ya kwamba ni Mungu, ni njia, na hiyo ni njia. Amri za Mungu wangu ni kwa wote, yoyote aliyepokea hiyo njia, ikapatikana ikawa kwamba sasa ni njia yangu, naijua na naielewa. Kwa hivyo sio njia inayotolewa alafu mtu fulani ndiye anayeihudumia na wengine wanaja ili awe akiwaonyesha hiyo njia. Ni ya kwamba njia hiyo iliyotolewa kwa wote, yoyote na kila alipoipokea, ikawa ya kwamba yeye anaiita ya kwamba ni njia yangu. Na kama hiyo njia mwenye anayeipokea hawezi sikiri aseme ya kwamba ni njia yangu, kwa sababu amepewa njia, na njia aliyopewa ni njia aliyomiliki sasa, na njia hiyo ni njia yangu. Na kwa hivyo kama kuna Mungu anayekuja na ishara ya kwamba ni njia, na njia hiyo imegawanya watofautisha watu fulani, kwamba sio Mungu hata kamwe. Tunapoendelea katika hiyo adhari ya amri za Mungu wangu, ambayo ramani yake na ishara yake ni njia. Njia hiyo ni ukweli, uzima kwa yoyote, kila anayeamini aje kupitia kwake. So hiyo njia iko na uzima na ukweli kwa wote, kwa yoyote na kila. Sio sehemu fulani ya watu ama dhehebu fulani. Hiyo njia ni kweli na uzima kwa wote, yoyote na kila. Na ikishafika hapo, hiyo ni ishara ya Mungu wa ukweli, yule ambaye tunagojea kumlaki yuaja, na ambayo tunasema ya kwamba ni njia. Ni njia hiyo ikishatolewa ni kwamba haibadiliki kamwe, na huhudumia yoyote, kila na wote, popote, wakati wote. So kama hiyo njia haibadiliki, haiwezi badilika kwa sababu ya watu fulani, haiwezi badilika kwa sababu ya nyakati fulani, haiwezi badilika kwa sababu ya matukio fulani, miujiza ama ishara zozote, kwamba hiyo njia ni huduma kwa yoyote, kila na wote wanaoiamini na kuifuata. Na ikiwa kwamba ni njia ya aina hiyo iliyofunuliwa, inakuwa na uhakika ya kwamba hiyo njia, huyo Mungu aliyekuja kama ishara ya njia ni ukweli. Katika tarajio hilo hilo, amri za Mungu tofautisha Mungu wa ukweli, Mungu wa uongo. Mungu ni njia, na njia iko na desturi na umbo, kiwango, na alafu hiyo njia iko na ombi, na ombi lake ni amina na amina, na haiwezi shindwa. So kama ni njia ambayo inaweza fika mahali ipatikane itabadilishwa, ama ipatikane haijafaulu, ama iwe haifikishi agano lake, basi hiyo siyo njia ambayo ni ishara ya Mungu wa ukweli. Kwa maana Mungu wa ukweli ni njia, na iko na umbo, kiwango, ambaye ombi lake ni amina na amina na amina, na haiwezi shindwa. Na ikiwa hivyo, ukiangazia unakuta sasa huyo Mungu ambaye yeye jifunua kwa njia ni Mungu wa ukweli, kwa sababu
ombi lolote katika hiyo njia ni amina na amina na amina na amina. Na kama ni njia, ishara yake na uwepo wake ni njia. Hata mbingu na dunia ziishe, ni njia hudumu milele na milele na milele na milele. Kwamba hiyo njia ukijua, ukiiona, nyakati zije, nyakati zipite, dunia iishe, mbingu iishe, itakuwa ni njia na ni ya ukweli na hubaki ilivyo milele na milele na milele na milele. Na wakati unapoona kwamba hiyo njia hudumu milele, unajua kwamba hiyo ni ishara ya uwepo wa Mungu wa ukweli, kwa sababu hiyo njia hudumu kwa vizazi vyote milele na milele. Bado tunaendelea kuangazia ukweli wa uwepo wa ishara za Mungu wa ukweli, na Mungu wa ukweli anayofunuliwa kwa njia katika amri za Mungu wangu. Ni njia ambayo kila ataijua. Hawatafundishana wala hawataambiana mjueni Bwana, kwa maana wote wataijua, kuanzia aliye mdogo zaidi hata aliye mkubwa, kwa wote wataijua. Kwa hivyo hiyo njia siyo njia inayojulikana na mmoja ambaye wengine huenenda kwake kwenda kuhutubiwa na kuonyeshwa. Hiyo njia ikishatolewa kwa wote na hakuna kuambiana jifundishe, hakuna mwingine kuambia, wote watanijua, kuanzia aliye mdogo zaidi hata aliye mkubwa. Na ikiwa kama ni ishara hiyo ya njia iliyo hivyo, unajua kwamba hiyo ni uwepo wake, uwepo wa ukweli. Kwa hivyo kama ishara ya uwepo wake ni njia, yu tunayetarajia yu aja kumlaki umbo lake, ili tusije tukadanganywa tuambiwe ndiye huyo anayewasili, ndiye huyo anaye, ili tujue ya kwamba anapopatikana ishara ya uwepo wake ni njia, na njia hiyo hugawa kwa wote na kila, bila upungufu wowote na wakati wote, kwamba wanaoiamini hiyo njia wataitumia ama kunufaishwa nayo, wawe wengi, wawe kiasi gani, na haina upungufu. Ihudumie watu 3, haina upungufu. Ihudumie watu 20,000, haina upungufu. Ihudumie watu mabilioni, hii njia haina upungufu. Ni kwa kila na yoyote na wote na popote, wakati wowote. Na hiyo njia ikiwa iko na mramo wa aina hiyo, basi iko na hakika ya kwamba ni Mungu wa ukweli tunayemtarajia yu aja kumlaki. Ishara na ramani yake ni njia, hupaa, hubaki, ni sawa na hujaza, kama ilivyoandikwa milele na milele, na inavumilia na hubaki vile, kwamba hiyo njia vile ilivyoandikwa hivi ndivyo ilivyo. Haiwezi badilika kwa nyakati, haiwezi badilika kwa matukio, haiwezi, hubaki vile, hudumu kama ilivyoandikwa kwa vizazi vyote milele. Wale watu walioishi zamani wanaitumia hiyo njia kama vile ilivyokuwa hapo zamani. Wale waliomo sasa huona hiyo njia kama vile ilivyo, na hata vizazi vijazo hiyo njia inadumu kama ilivyoandikwa kwa vizazi vyote milele na milele
na milele na milele. So kama ni njia ambayo inabadilika kwa sababu ya vizazi vijazo, kama ni njia ambayo hubadilika kwa sababu serikali, kwa sababu kanisa fulani, kwa sababu watu fulani wameingia, kwa sababu miujiza fulani imetokea, kwa sababu nabii fulani imetokea, hiyo siyo njia ya ukweli na siyo ramani ya uwepo wake. Jambo rahisi sana kujua tunapoegezea kusema ni njia. Jambo rahisi kama sasa kija nianze kufafanua kuhusu njia, ili kuwe sio njia ni kitu ya kutishia ambao mtu haelewi. Ni kwamba tuseme tu jambo ndogo hivi, ninje ni kuonyeshe njia ya kupika chai. Uwakishe moto, uegeze maji, uegeze maziwa, uegeze majani na uegeze sukari na uchemke. Hiyo ndiyo njia ya kupika chai, na inabaki hivyo. Na mwenye nimeonyesha hiyo njia, kesho hata nihitaji nije nimpikie chai ama nimuonyeshe, because nimempea hiyo njia. Sasa kesho yake atafanya nini? Atafuata hiyo njia. Akishe moto, aongeze maji na maziwa na sukari, ichemke na iwe kwamba ni chai. So hiyo njia haibadiliki na haitabadilika kwa sababu na ni mtu fulani tofauti ndiye anayetupikia chai, na haitabadilika kwa sababu ni saa za jioni, na haitabadilika kwa sababu fulani amesema. Itabaki kuwa hivyo na haibadiliki kamwe, hudumu. Na yoyote anayoifuata hiyo njia atapika chai yake na hakutakuwa na tofauti, bora afuate maagizo. Kwa hivyo yule Mungu tunayeagazia ishara ya uwepo wake ni njia